sisi tuna jukumu kubwa la kusimamia rasilimali za umma, na ninyi kwa kweli ndio ambao mnatakiwa kusimamia hizi rasilimali. Kwa kulisema hili, nitoe pongezi kwa mkurugenzi na wataalamu wote ambao mliachwa wakati waheshimiwa madiwani wakienda kwenye kinyang'anyiro cha uchaguzi na nyie mkaachiwa nyumba. Tumesikia hapa taarifa ya mkurugenzi, ni taarifa nzuri na wameonyesha kwa hakika walitunza nyumba vizuri, hatimaye mpaka mkaachiwa. Nilikuwa nachukulia kwamba ni kwa mfano baba na mama wamesafiri wakaachwa watoto peke yao, wakapewa dhamana ya kuongoza nyumba, na wazazi waliporudi wanaangalia ni jinsi gani nyumba iliongozwa. Na katika nyumba hii ya Singida DC, nyumba hii iliachwa chini ya mikono ya dada mkubwa Esther. Nyie wote ni mashahidi, nyumba imekuja salama. Kwa hiyo katika hilo mimi nipongeze mkurugenzi pamoja na wataalamu wote wa halmashauri ya Singida. Katika hili la kusimamia rasilimali tumeshuhudia sote mkila kiapo hapa, kiapo cha uadilifu, kiapo cha uchapakazi, na mheshimiwa mbunge ametukumbusha twendeni tukaishi viapo vyetu. Tunasema viapo vya uadilifu, lakini baadaye ukizunguka nyumba unaambia kujana na mheshimiwa diwani naye hapa alishiriki. Sidhani kama tutapata malalamiko au na vinong'ono vidogo vidogo vinavyohusu mheshimiwa diwani. Twendeni tukaishi viapo vyetu ili uadilifu wetu uonekane dhahiri. Usiuseme wewe kwamba mimi jamani ngojea mimi ni mwadilifu. Watu wakikuona waseme oneni kiongozi yule pale ni mwadilifu. Uadilifu uwe dhahiri, uwe waziwazi. Swala la tatu ambalo ni kubwa sana, ambalo naona ni kazi yenu, ni kwenda kuchochea maendeleo. Maendeleo huwa yanachochewa, maendeleo huwa yanaletwa. Maendeleo hayaleti rais peke yake, maendeleo hayaleti mkurugenzi peke yake, maendeleo yanatakiwa kuletwa na viongozi wote. Sasa sisi ndio tuko kule kwa wananchi, tunaweza tukapanga mipango yetu ya maendeleo kule. Ninajua tuna mpango mkakati wetu wa halmashauri, nimesema tukasimamia. Huwezi ukasimamia kitu ambacho ukijui. Ni lazima diwani ujue mpango wako mkakati wa halmashauri yako unasemaje. Amesema hapa, kuna kiongozi mmoja akasema tukajua kwenye ilani ya Chama cha Mapinduzi inaeleza nini. Lakini cha tatu cha kuongezea ni hotuba ya Mheshimiwa Rais alipokuwa analizindua bunge pale. Alieleza mambo mengi ambayo serikali hii itafanya, na kila mmoja kwa nafasi yako. Yawezekana ameeleza masuala ya shule, watoto waende shuleni. Wewe kwenye kata yako watoto wanaenda shule? Kwenye kata yako watoto wanakula chakula? Kwenye kata yako watoto wanafaulu? Swala la kuchochea maendeleo ndio key. Maanake ni lazima wananchi waone maendeleo. Maendeleo yakisha kuja kwenye kata tunashiriki sote kwa pamoja. Rais peke yake hawezi, lazima tumsaidie. Na sisi viongozi wa mkoa tunasema kwenye nafasi yetu, viongozi wa halmashauri tunasema kwenye nafasi yao, lakini sisi waheshimiwa madiwani tunasikilizwa na wananchi. Ukimwambia mwananchi toka tule tukashirikiane Msaragambo, Harambee kwa ajili ya kutengeneza shule yetu tuanzishe, alafu serikali ilete mkono wa kutusaidia, ninyi mtasikilizwa zaidi kuliko mkurugenzi akienda. Kwa hiyo ninaomba tukasaidiane katika hili ili tupeleke maendeleo kwa haraka na hatimaye Singida DC ije kuwa manispaa. Singida DC hoi.